ya msalaba. Kwa dakika hizi chache, tamani tujifunze tena kwa habari ya nguvu ya msalaba. Lakini jioni ya leo bado tungali tuko kwenye jambo lile la kwanza. Naomba nisome andiko letu la msingi katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza na ule mstari wa 18. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa tumeona mambo kadhaa, lakini tuko kwenye jambo la kwanza ya kwamba msalaba una nguvu ya kusamehe. Msalaba umebeba nguvu ya msamaha. Msalaba umebeba nguvu ya msamaha. Kwenye mambo ambayo hutakiwi kuyasahau ni pamoja na hili. Ukisikia tu msalaba wa Yesu Kristo, natamani ndani yako picha ya madhabahu ijae, kwa sababu msalaba wa Yesu ni madhabahu ya Mungu. Msalaba wa Yesu Kristo ni madhabahu ya Mungu. Msalaba wa Yesu Kristo ni madhabahu ya Mungu. Na madhabahu ni eneo ambalo linaunganisha ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho. Ni eneo ambalo linaunganisha ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ukisikia tu msalaba, lazima uelewe kwamba ni madhabahu ya kimungu. Lakini tunaangalia ile nguvu iliyo ndani ya msalaba. Ndani ya msalaba kuna nguvu ya kusamehe, au kuna nguvu ya msamaha. Yaani kitu kimojawapo kinachopatikana katika msalaba ni kusamehewa. Sasa tumeona mambo mengi kidogo ambayo hatuwezi tukayarudia yote. Natamani tu ungane na sisi mahali tulipo ili tupate nafasi ya kuomba, ambalo tunataka tuliangalie jioni ya leo katika jambo hili la kwanza. Kwa nini unahitaji zaidi kusamehewa, au kwa nini uhitaji zaidi kusamehewa? Tunaangalia nguvu ya msalaba katika kusamehe. Tunaangalia nguvu ya msalaba katika kusamehe. Sasa tumejifunza mambo mengi huko nyuma. Sasa nataka tuangalie kwa nini unahitaji msamaha. Kwa nini unahitaji zaidi kusamehewa? Kwa sababu kumbuka, neno hili nimekuwa nikilisema zaidi kule tulikotoka, ya kwamba kwenye mahitaji ya mtu, hitaji la muhimu zaidi ni msamaha au kusamehewa. Hitaji la muhimu zaidi kwa mtu ni msamaha wa dhambi au kusamehewa dhambi na makosa yake. Hilo ndilo hitaji la muhimu zaidi. Ukiyaondoa mengine yote, au ukiyaweka mengine yote, nalotakiwa kuwa juu ni hilo la kusamehewa. Kwa nini? Kwa sababu msamaha ni bora zaidi, au kusamehewa na Mungu ni kwa muhimu zaidi kuliko wewe kupokea mahitaji mengine au kuomba mahitaji mengine. Yaani msamaha ni muhimu sana kuliko kujenga nyumba. Kusamehewa na Mungu ni kwa muhimu sana kuliko hata kununua usafiri. Ni kwa muhimu sana kuliko jambo lolote lile. Kwa hiyo kusamehewa ni kwa muhimu. Kwa nini kuwe kwa muhimu? Ndio hili ambalo nataka nizungumze hapa. Lengo, kumbuka, nimekwambia tunapojifunza somo hili tunaangalia nguvu ya msalaba, lakini tunashughulika na kitu kinachotesa mzizi unaoyahangaisha maisha ya mwanadamu, ambao ni mzizi wa dhambi. Dhambi ndiyo sababu ya mahangaiko yote ya mwanadamu, ndiyo sababu ya taabu zote za mwanadamu, ndiyo sababu ya dhiki zote
chanzo cha kila aina ya dhiki, kila aina ya tabu na mahangaiko yote ya mwanadamu. Kwa hiyo ni muhimu sana, dhambi isiposhughulikiwa kikamilifu, dhiki, tabu, mahangaiko yatakuwepo. Lakini dhambi ikishughulikiwa kikamilifu, hiyo ndiyo inayokomesha au inaondoa kwa asilimia kubwa tabu na mahangaiko ya mwanadamu. Kwa hiyo swala la wewe kusamehewa ni muhimu kuliko kitu chochote kile. Tukianza na kitabu cha Zaburi hapa, Zaburi ya 32, Daudi anasema hivi kwenye Zaburi ya 32 mstari wa kwanza na ule wa pili. Mstari wa kwanza na ule wa pili. Zaburi 32 mstari wa kwanza na ule wa pili, anasema heri aliyesamehewa dhambi na kustiliwa makosa yake. Heri aliyesamehewa dhambi na kustiliwa makosa yake. Mstari wa pili, heri Bwana asiyemhesabia upotofu, ambaye rohoni mwake hamna hila. Tunaposoma andiko hili au mistari hii na kutafakari, unagundua kwamba Biblia inasema yaani mtu bora ni yule aliyesamehewa dhambi. Yaani mtu bora mbele za Mungu ni yule aliyesamehewa dhambi. Daudi anasema heri mtu aliyesamehewa dhambi. Yaani mtu aliye bora kwa Mungu ni yule ambaye amesamehewa dhambi. Yaani kusema sisi wote ni watu wa Mungu, lakini mtu aliye bora, mwenye thamani zaidi mbele za Mungu ni yule aliyesamehewa dhambi. Kwa hiyo inatupa kujua ya kwamba kitu muhimu kwa Mungu ni msamaha au kusamehewa dhambi. Kusamehewa dhambi ni kwa muhimu. Ili neno heri ukilitafsiri kwa namna nyingine ni sana kusema yaani aliyesamehewa dhambi amebarikiwa na Mungu, kwa sababu neno heri ni baraka mahali pengine. Yaani amebarikiwa yule aliyesamehewa dhambi, sawa na kusema amefanikiwa yule aliyesamehewa dhambi, ameinuliwa yule aliyesamehewa dhambi. Kwa hiyo msamaha wa dhambi ni wa muhimu. Nazungumza hivi ili ndani ya moyo wako uone namna ambavyo Mungu anatuchukulia. Thamani yako mbele ya Mungu ni tofauti na thamani ya mtu mwingine. Aina ya maisha ambayo unaishi, kama ni maisha ya dhambi, thamani yako kwa Mungu inashuka, inapungua, inaondoka. Haiwezi kulingana na mtu mwingine. Nazungumza hivi ili ndani ya moyo wako ukuse moyo wa kutaka kusamehewa, kwa sababu jambo la kwanza linalopatikana msalabani, ukiondoa mengine, ni msamaha wa dhambi. Ni msamaha wa dhambi. Yaani kwenye kitu cha kwanza na kipaumbele cha ufalme wa Mungu ni msamaha wa dhambi. Tulisoma jana, tubuni na kuiamini Injili. Namna ya kuingia kwenye ufalme wa Mungu ni kutubu. Yaani hauwezi ukaingia kwenye ufalme wa Mungu kama hujatubu. Kutubu au toba ndiyo inayomwingiza mtu katika ufalme wa Mungu, na toba ndiyo mlango unaompa mtu kusamehewa. Sasa nazungumza hivi, kwa nini utake kusamehewa? Kwa sababu kusamehewa ni bora. Biblia inasema heri aliyesamehewa dhambi na kustiliwa makosa yake. Heri ambaye asiyehesabiwa upotofu na Bwana, ambaye rohoni mwake hamna hila. Sasa ni bora sana, ni muhimu sana, ina maana sana kama wewe utasamehewa dhambi na kustiliwa makosa yako. Kwa hiyo nakupa picha ili uone hilo jambo jinsi lilivyo. Lakini kwa nini sasa uhitaji kusamehewa zaidi? Jambo la kwanza kwa wale wanaoandika, unahitaji msamaha zaidi. Ili kwa nini unahitaji msamaha zaidi? Kwa nini? Ili uwe mtu wa Mungu. Ili uwe mtu wa Mungu. Ili uwe mtu wa Mungu. Nifafanue hapa kidogo. Jambo la kwanza tu hilo.
Andika, utaelewa tu vizuri. Ili uwe mtu wa Mungu, ili uwe mtu wa Mungu unahitaji kusamehewa. Ili uwe mtu wa Mungu unahitaji kusamehewa. Ili uwe mtu wa Mungu, dhambi inakutoa kwenye kuwa mtu wa Mungu. Dhambi inakuondoa kwenye kuwa mtu wa Mungu. Msamaha unakurudisha kwenye wewe kuwa mtu wa Mungu. Dhambi yoyote inakuondoa kwenye wewe kuwa mtu wa Mungu, lakini msamaha wowote ule unakurudisha kwenye wewe kuwa mtu wa Mungu. Unisikilize, kuna tofauti. Sisi hapa wote ni watu na ni watu wa Mungu, tumeumbwa na Mungu, ni wa sura ya Mungu, lakini wa mfano wa Mungu. Kuna watu wa Mungu katika kiwango cha kuwa watu wa Mungu kweli. Unielewe, kuna watu wa Mungu kwenye kiwango cha kuwa watu wa Mungu kweli. Nirudia hili neno, hiyo nisikie vizuri. Sisi wote ni watu wa Mungu, lakini sio kila mtu ni mtu wa Mungu. Dhambi ikiingia inamuondoa mtu kwenye kuwa mtu wa Mungu, na ndio maana baada ya Adam kufanya dhambi aliondolewa. Sasa dhambi ikiingia inamuondolea mtu kuwa mtu wa Mungu, na ndio maana mtu mwenye dhambi hata namna yake ya kufikiri inabadilika, hata namna yake ya kuwaza inabadilika. Yaani ule uungu ambao uko ndani ya mtu unaondoka. Mawazo, dhambi ikiingia inaharibu zile system za kimungu ndani ya mtu. Namna ya kuwaza kwa mtu inabadilika, namna ya kufikiri kwa mtu inabadilika, na namna ya kutenda kwa mtu inabadilika, kwa sababu dhambi ikiingia inaua ile mifumo ya kimungu. Hata namna ya kufikiria, namna anavyofikiria mwenye dhambi ni tofauti na vile anavyofikiria mtu wa Mungu asiye mtu wa dhambi. Namna anavyotenda mwenye dhambi ni tofauti sana namna ambavyo anatenda asiye na dhambi, ni tofauti sana. Kwa hiyo msamaha ukiingia kwenye maisha ya mtu unamfanya mtu awe mtu wa Mungu tena. Ule uungu uliokuwa unaondoka, ule utu wa uungu uliokuwa unaondoka unarudishwa tena. Na ndio maana ukisoma vizuri utagundua kwamba pale msalabani Mungu alikuwa anatununua. Biblia inasema kwamba alitununua kwa damu yake takatifu. Alitununua kwa damu yake takatifu. Maana yake alikuwa anatufanya tuwe wake tena. Alikuwa anatufanya tuwe wake tena. Kuna lugha nyingine kwenye Biblia inasema naye ametukomboa. Ametukomboa. Hii ni lugha ukitafakari vizuri unaelewa. Tulikuwa wa kwake, lakini kuna jambo fulani lilifanyika. Lile jambo lilofanyika likatutoa kwa Mungu, tukaacha kuwa wa Mungu, tukawa wa mwingine. Naamini nimeshawahi kusoma kwenye Biblia ukakutana neno hili ya kwamba mfalme wa Israeli wakati wa mwanamke anaitwa Jezabeli, Biblia inasema yule mfalme alijiuza nafsi yake, yeye mwenyewe alijiuza nafsi yake ili afanye mabaya. Sasa kwenye Biblia kuna kujiuza nafsi. Sasa kabla hatujajiuza nafsi tulikuwa wa nani? Tulikuwa wa Mungu. Manake unapotenda dhambi unajiuza nafsi. Unapofanya dhambi unajiuza nafsi yako mwenyewe. Hakuna namna nyingine. Yaani uelewe tu kwamba unapofanya dhambi umejiuza nafsi. Sasa narudia hili neno kwa sababu likufungulie kuchua. Kuingia kanisani hakufanya kuwa mtu wa Mungu. Kuhubiri hakufanya uwe mtu wa Mungu. Kuomba hakukufanya uwe mtu wa Mungu. Kufunga hakukufanya uwe mtu
mwishoni kabisa, iko mwishoni. Sijajua ni saa ngapi Yesu atarudi, lakini dalili zinaonyesha yuko karibu, yuko mlangoni. Na leo nimerudia kulisoma hili andiko. Labda naweza ukalisoma tu ili uelewe. Naweza ukalisoma tu ili uelewe. Limeandikwa na injili karibia zote. Ingawa hapo nilikuwa sijaliweka tu, nimelisoma, lakini naweza tukalisoma tu. Naweza tukalisoma tu. Liko kwenye kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo liko kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 25. Kitabu cha Mathayo sura ya 25. Naangalia mstari hapa ili tuende vizuri. Mstari hapa naangalia ili tuende vizuri. Tukianzia mstari wa 31. Hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Mstari wa 33. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuja na njaa, mkanipa chakula, nalikuwa na kiu, mkaninywesha, nalikuwa mgeni, mkanikaribisha, nalikuwa uchi, mkanivika nguo, nalikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni, mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona na njaa tukakulisha, au na kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulikuona kuwa mgeni tukakukaribisha? Okay, mstari wa 30 wa 40. Okay, twende 41. Kisha atawaambia wale walioko mkono wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa maana alikuwa na njaa, hamkunikaribisha. Okay, picha ambayo nataka uione hapa, unaweza ukasoma hapo, lakini nikuongezea na andiko jingine ili upate kile ambacho nimekilenga hasa. Yesu akija atawabagua watu kama mchungaji anavyobagua kondoo na mbuzi. Na watu tayari watakuwa wanaonekana kama vile ambavyo mchungaji anatambua kwamba huyu ni mbuzi, huyu ni kondoo. Siku hiyo ipo, sio kwamba haipo, ipo. Siku hiyo hautaenda na nyumba, hautakuwa na nyumba. Siku hiyo hautakuwa na gari la kifahari. Siku hiyo hautakuwa na fedha yako, hautakuwa na account benki yako. Siku hiyo utakuwa wewe. Biblia inasema atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Lakini hao watu watauliza, hili jambo litakuwaje? Angalia neno ambalo anawaambia wale walioenda mkono wake wa kushoto. Anawaambia, ondokeni kwangu, mimi siwajui. Ondokeni kwangu, mimi siwajui.
Kwa nini Mungu anasema hawa sio wa kwangu, lakini ni watu walioumbwa kwa sura yake na kwa mfano wake? Nimekwambia sisi wote ni watu wa Mungu, lakini sio wote ni watu wa Mungu kweli kweli. Wengine ni watu wa Mungu tu kwa sababu ni binadamu, kwa sababu ni watu. Mimi nazungumza uwe mtu wa Mungu ndani yako, na ili uwe mtu wa Mungu ni lazima upokee kusamehewa au usamehewe. Msamaha ndio unaokufanya wewe kuwa mtu wa Mungu. Hilo ni jambo la muhimu sana, hilo ni jambo la muhimu sana. Lakini kuna kipengele hiki nikusomee pia, nikusomee pia ili neno ili uelewe, kwa sababu unaweza ukajificha mahali fulani, lakini Mungu akakuona tu. Na wala hauwezi kukwepa, Iandika Mungu wangu. Salimu unanitoka kidogo hata akilini mwangu. Nimeusoma sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ayubu, kutafuta hiyo. Tulitoa pepo kwa jina lako. Utamwambia wengine ni watumishi, utamwambia Bwana, sisi tulitoa pepo kwa jina lako. Atasema ondokeni, siwajui. Nataka ni wewe ambaye unaishi maisha ya dhambi, unaweza ukawa unaona vitu vinatokea. Havitokei kwa sababu wewe ni mtakatifu. Hawa jamaa wanasimama wanakemea, mapepo yanatoka. Sema Bwana, sio kila anitaye Bwana Bwana ni wangu. Tafuta hiyo haraka. Sio kila aniambiaye Bwana Bwana huyo ni wangu. Kwa sababu wengine wanasema Biblia tuwasomee hapa haraka. Na mwingine anajitia moyo, kwa hiyo yaani anaiona dhambi yake ni ndogo sana, kwamba hii ni ndogo sana, nimezini mara moja tu kwa wiki, mimi nazini au mara mbili, yaani anaiona ni ndogo sana, na akiomba anafarijika na yale matokeo. Lakini Biblia inasema si kila anayeniita Bwana Bwana, si kila niambiaye Bwana Bwana huyo ni wangu. Mathayo 7:21 inasema hivi, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana ataingia katika ufalme wangu, bali yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Si kila aniitaye Bwana Bwana ataingia katika ufalme wangu. Mstari wa 22, wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako? Maana usitishike na unabii. Mtu akisema neno likawa, ile amesema neno likawa, amefanya unabii kwa jina la Bwana, hiyo sio tishio. Na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Unaelewa miujiza mingi? Yaani mambo mengi yanafanyika, mengi mno kwa jina la Yesu. Mambo mengi mno yanafanyika. Lakini Yesu anasema huyo sio kila anayeniambia Bwana Bwana huyo ni wa kwangu, hata kama atafanya miujiza mingi. Mimi nakwambia hivi, mtu wa Mungu, narudia tena mahali hapa, ni jambo la muhimu sana wewe kuwa mtu wa Mungu. Dunia hii inapita, vilivyopo vinapita, lakini baada ya hii dunia kuna maisha yanayoendelea. Jitahidi uwe mtu wa Mungu. Taka kusamehewa, tafuta msamaha, tafuta kusamehewa. Nizungumza jambo la pili. Nataka kufanya haraka tukaombe kidogo. Jambo la pili, ili upokee maombi, ili Mungu apokee maombi na sadaka zako, unahitaji kusamehewa zaidi, au unahitaji zaidi msamaha?
kwa sababu ili Mungu apokee maombi na sadaka zako. Twende vizuri hapa, mtu wa Mungu, taratibu. Ukisoma Biblia utagundua maombi ya mwenye dhambi ni kama makelele mbele za Bwana. Hiyo tumeisoma sana na naamini naielewa. Lakini mimi nikupe Isaya 59. Kwenye Isaya 59 mstari wa kwanza na wa pili, Biblia inasema hivi: tazama, mkono wa Bwana ukupunguka hata asiweze kuokoa, wala sikio lake sio zito hata lisiweze kusikia. Yaani Mungu ni Mungu ambaye mkono wake ni mwepesi katika kuokoa, na sikio lake ni jepesi kusikia maombi ya watu. Lakini mstari wa pili unasema hivi: lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msimuone hata hataki kusikia. Kwa hiyo dhambi inafanya Mungu asisikie maombi ya mtu. Dhambi inafanya Mungu asimtazame mtu. Dhambi. Kwa hiyo ili Mungu apokee, asikie maombi yako kwa haraka, ili Mungu akutendee kwa wepesi, nataka kwanza kusamehewa. Wewe ukisamehewa unakuwa mtu wa Mungu. Ukiwa mtu wa Mungu, Mungu anasikia maombi yako. Mungu anapokea maombi yako. Kwa sababu kuna namna ndani ya mioyo yetu kama binadamu, wakati mwingine natembea kwenye njia za kujihesabia haki kwa kiwango cha juu. Kama sasa hapa Bwana, unajikagua, kwani nimefanya nini? Unaona hakuna ulichofanya. Unajikagua, kwani nimetenda jambo gani? Unaona halipo. Lakini Biblia inasema maovu na dhambi zinamfanya Mungu afarakane na wewe. Zinamfanya Mungu asisikie maombi ya kwako. Kwa hiyo ili Mungu apokee maombi yako, nataka kusamehewa. Omba msamaha. Yaani wakati mwingine maombi ya kuomba siku moja ukajibiwa, kwa sababu ya dhambi naomba miezi miwili. Yaani Mungu akujibu tu kwa sababu anasema huyu ngoja nimpe. Hakupi kwa sababu unastahili. Yaani kuna namna ambavyo dhambi inazuia maombi yako yasifike kwa Mungu. Inazuia majibu ya maombi yako yasije kwako. Mungu anaangalia namjibuje huyu katika hali hii. Anakuletea ujumbe wa kutengeneza, tubu, hautaki kutubu. Tubu, hautaki kutubu. Unaendelea tu kuomba. Yaani jamani, mimi ni mdau wa kupiga na kuvunja. Yaani kwenye ulimwengu wa roho, yale maombi ya kupiga, kuvunja, kusambaratisha, ni mdau wa hayo maombi. Lakini wakati mwingine hayo hayafanyi kazi, kwa sababu unachokipiga kina uhalali. Yaani inakushangaa. Hata mapepo tu yenyewe yanakushangaa. Anasema, mshikaji wangu unanigeukaje? Kama tunakuwa wote kabisa, unapoenda kuzini mbona unanitaka mimi? Unapoenda kuiba mbona tuko wote? Hasa hiyo unageukaje, unaanza kunipiga? Vinagoma kwa sababu ya dhambi. Vina uhalali kwenye mizizi ya ukoo. Vina uhalali. Unapopewa msamaha wa dhambi, unapewa kuishi katika haki ya Kristo. Sio haki ya ukoo wenu tena. Unapewa kuishi katika haki ya Mungu, sio haki yenu tena, sio haki ya ukoo wenu. Ndio maana unahitaji msamaha wa dhambi ili Mungu apokee, ili Mungu asikie maombi yako. Lakini nikikurudisha kwenye Isaya hiyo, Isaya sura ya kwanza. Some hiyo. Kianza na mstari, Isaya sura ya kwanza. Kianza na mstari, tuanze na mstari wa 10. Isaya sura ya kwanza mstari wa 10. Maneno yanasema, lisikie neno la Bwana enyi waamuzi wa Sodoma, tegeni masikio msikie sheria ya Mungu wetu, enyi watu wa Gomora. Mstari wa 11, huu wingi wa sadaka zenu mnazonitolea una faida gani? Yaani wingi wa sadaka ambazo unazitoa, huu
faida gani? Manake sadaka wakati mwingine sasa sio na maana. Kama maisha ya mtu ni maisha ya dhambi, sadaka hazina maana. Anauliza, huu wingi wa sadaka mnazonitolea una faida gani? Asema Bwana, nimejaa mafuta ya kafara za kondoo waume na mafuta ya wanyama walionona. Naam, sifurahii damu ya ng'ombe wala ya mwana kondoo wala ya mbuzi waume. Mstari wa 12. Mchapo ili kuonekana mbele zangu. Ni nani aliyetaka neno hili mikononi mwenu, kuzikanyaga nyua zangu? Msiniletee tena matoleo ya ubatili, uvumba ni chukizo kwangu. Mwezi mpya na sabato na kuita mkutano, siyawezi maovu haya na makutano ya ibada. Mstari wa 14. Sikukuu zenu za mwezi mpya na karamu zenu zilizoamliwa, nafsi yangu inazichukia. Mambo haya yananilemea, nimechoka kuyachukua. Nanyi mkunjuapo mikono yenu, nitaficha uso wangu. Nanyi mkunjuapo mikono yenu, nitaficha macho yangu nisiwaone. Na muombapo maombi mengi, sitasikia. Mikono yenu imejaa damu. Sasa angalia, yaani maombi ya masaa mengi hayana faida kama maisha yako ni ya dhambi. Hayana faida. Sadaka nyingi hazina faida kama maisha yako ni ya dhambi. Hazina faida. Biblia inasema, yaani mkunjuapo mikono yenu, nitaficha macho yangu nisiwaone, na muombapo maombi mengi sitasikia. Mikono yenu imejaa. Ni kazi bure. Sadaka ya mtu mwenye dhambi haiwezi kuleta cha kimungu. Haiwezi kuleta. Yaani labda niseme hivi. Wakati mwingine wengine wanatafsiri sadaka kama rushwa ya kumhonga Mungu. Kwa natoa sadaka nyingi ili Mungu anitendee. No. Yaani mimi nakwambia Mungu anaweza kukutendea hata bila sadaka. Ingawa sadaka ni ya muhimu, lakini Mungu anaweza kukutendea hata bila sadaka kama ambavyo unafikiria. Kama utasimama katika njia za Mungu inavyotakiwa. Kama utasimama katika maisha, katika namna ya Mungu ambayo anaitaka. Kwa hiyo usije ukadanganyika wakati mwingine kwa sababu ya sadaka, kwamba sadaka inamfanya Mungu awe kipofu, asiangalie dhambi yako, afunike kufunika kombe mwanadamu apite ili wewe upite. Mungu hayuko hivyo, sio mwanadamu. Wanadamu anaweza kukufungia tu kwamba nijifanye kama sioni ili yule apite. Mwanadamu anafanya hivyo, lakini Mungu hayuko hivyo. Na ndio maana mahali pengine unatoa sadaka unatamani Mungu afanye kitu fulani, hafanyi. Unatamani Mungu atende kitu fulani, hatendi. Kwa nini? Kuna namna dhambi inamnyima Mungu kuangalia hiyo sadaka. Asipoiangalia hiyo sadaka, haangalii moyo wako, haangalii hitaji lako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu akusaidie katika jina la Yesu ili ukayaishi maisha ya utakatifu tangu sasa. Jambo la kwanza nimekwambia ili uwe mtu wa Mungu. Jambo la pili nimekwambia ili Mungu apokee maombi na sadaka zako. Ili Mungu apokee maombi na sadaka zako. Na jambo la tatu ili Mungu akutendee. Jambo la tatu ili Mungu akutendee. Kama umesoma Biblia utagundua kitu hiki. Mahali watu walipoungama, baada ya maungamo kuna tukio fulani lilifanyika la kimungu. Yaani walipofanya maombi ya toba, wakaungama, hatua moja mbele kuna muujiza ulifanyika. Wakaungama, wakamlilia Mungu, wakatubu kwa Bwana, wakamlilia Mungu, wakamungamia Mungu dhambi zao na makosa yao. Hatua ya pili tu kuna muujiza ulitendeka. Kwa hiyo njia rahisi ya kutendewa na Mungu ni kutaka msamaha. Njia rahisi ya kutendewa na Mungu ni kutubu. Yaani hiyo ndio njia rahisi. Njia rahisi ya kutendewa na Mungu ni kutubu. Toba.
Nikupe mifano michache, mifano kama miwili tu, lakini nataka uelewe kwamba watu walipotubu baada ya hatua fulani Mungu akatenda. Kwa hiyo njia nzuri, rahisi, nyepesi ya kutendewa na Mungu, tubu. Ukitubu ni ng'ambo ya pili tu Mungu anafanya. Kitabu cha Yoeli sura ya 2. Yoeli 2. Ukianza na mstari wa 12 mpaka wa 27. Tusoma kwa kuruka. 12 mpaka 27. Lakini hata sasa Bwana asema, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga, na kwa kulia, na kwa kuombolea. Kwa hiyo huyu ni wito wa toba, nirudieni mimi. Tuliona kwamba kutubu ni kurudi kwa Bwana. Kwa hiyo huu ni wito wa toba. Kwa hiyo endelea kuzungumza, lalueni mioyo yenu wala sio mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugairi mabaya. Yaani kama kuna mabaya yamepangwa kwako, kama kuna mabaya yamepangwa kwenye maisha yako, ukimrudia Mungu yale mabaya yanagairiwa. Mungu anayagairisha hayo mabaya. Mungu anayagairisha hayo mabaya. Lakini kwa wewe kumfanya, yaani unapotubu, unapomrudia Mungu, kama kuna mpango mbaya umepangwa, mambo mabaya yamepangwa kwa ajili yako, kwa ajili ya maisha yako, hayo mabaya yanaahirishwa. Kwa sababu tumerudi kwa Mungu, umemrudia Mungu. Kwa sababu Biblia inasema naye hugairi mabaya. Manake ufanye yale mabaya yaliyopangwa yaahirishwe. Okay. Niruke hapa, niende mbele kidogo. Kwa hiyo ukiendelea kusoma hapo kwenye mstari mpaka mstari wa 17. Mstari wa 17 anasema, nao makuhani wahudumu wa Bwana na walie kati ya patakatifu na madhabahu, na waseme, waachilie watu wako e Bwana, wala usiutoe urithi wako upate aibu, hata mataifa watawale juu yao. Kwani waseme kati ya watu, yuko wapi Mungu wao? Angalia mstari wa 18 sasa. Mstari wa 18 Mungu anajibu. Mstari wa 18, hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake, akawahurumia watu wake. Hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake, akawahurumia watu wake. Baada ya kufanya nini? Baada ya kufanya toba. Angalia, Bwana akajibu, akawaambia watu wake, tazameni, nitawaletea nafaka na divai na mafuta, nanyi mtashiba kwa vitu hivyo, wala sitawafanya tena kuwa aibu kati ya mataifa. Lakini jeshi lililotoka kaskazini nitaliondolea mbali nanyi, nami nitalifukuza mpaka nchi ya ukame na ukiwa. Sehemu yake iliyo mbele yake itaingia katika bahari ya mashariki, na sehemu yake iliyo nyuma itaingia katika bahari ya magharibi, na uvundo wake utapanda juu, na harufu yake mbaya itapanda juu, kwa sababu ametenda mambo makubwa. Sasa hebu nisikilize. Yaani hivi, kuna hawa ndugu wamefanya dhambi, tena dhambi, wamemtenda Mungu mabaya, wakaambiwa kwamba mmetenda jambo baya, mrudieni Bwana. Wakamrudia Bwana. Walipotenda mambo mabaya, kuna jeshi hilo wavamia. Walipotenda mambo mabaya, divai iliondoka. Walipotenda mambo mabaya, mafuta yaliondoka. Walipotenda mambo mabaya, nafaka iliondoka. Lakini angalia, walipotubu, baada ya kutubu, Mungu anawatendea. Sikiliza,
Hawakumwambia Bwana tenda Bwana, tenda Bwana. No, walitubu. Walipotubu, Mungu mwenyewe, hawakumwambia Bwana tupe. Mungu mwenyewe anawaambia ya kwamba okay, kwa sababu hiyo tazameni, nitawaletea nafaka. Hawajamwambia Bwana tuletee nafaka. Wamefanya toba kwa Mungu, wamepokea msamaha. Mimi nakwambia, ukisamehewa tu, baada ya msamaha mbele kuna muujiza. Baada ya msamaha mbele kuna matendo makuu ya Mungu. Baada ya msamaha kuna jambo ambalo Mungu analifanya. Halifanyi ukiwa katika dhambi, analifanya baada ya kupokea msamaha. Hawa ndugu walipotubu, Mungu akawatendea. Anawaambia nawaletea divai, nawaletea nafaka, nawaletea mafuta. Lakini anasema lile jeshi, wale maadui waliokuwa wamekuja wamewapana, hao maadui ninawarudisha nyuma mpaka baharini. Walioko magharibi, walioko kusini, ninawarudisha mpaka baharini, watafia kule. Kumbe unaweza ukatubu tu, Mungu anawaua maadui. Kutubu tu, Mungu anawaondoa maadui. Kutubu tu, toba tu inawaondoa maadui. Badala ya kuwasukuma kwa mkono wa nguvu, toba tu. Toba inamfanya Mungu awasukume maadui. Yaani ukishapokea tu msamaha wa dhambi, Mungu anaanza kushughulika na wale. Wewe unakuwa mtu wa Mungu. Ukiwa mtu wa Mungu, maadui zako ni maadui wa Mungu. Kwa hiyo Mungu anaanza kushughulika nao maadui. Kanisa, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza kusoma tunasoma mpaka 22. Unaweza ukaendelea kusoma. Mstari wa 21, mstari wa 22, unaweza ukaendelea kusoma. Furahini. Unaweza ukaendelea kusoma mpaka mstari wa 20 na sasa. Kwa mfano mstari wa 24 anasema, na sakafu za kupepetea zitajaa ngano, na mashinikizo yatafurika kwa divai na mafuta. Angalia, mtu wa Mungu, umetoka. Ukipokea kusamehewa, Mungu akikupa kusamehewa unafanya Mungu atende kitu. Yaani unapopokea msamaha, hatua inayofuata ni muujiza. Ndio maana maisha ya watu wa Mungu yamejaa miujiza. Maisha ya watu wa Mungu yamejaa miujiza. Maisha ya watu wa Mungu yamejaa matendo makuu ya Mungu. Kwa sababu kila hatua ya maisha ya mtu ni muujiza. Kila maisha ya mtu wa Mungu, kila hatua ya maisha ya mtu wa Mungu ni matendo makuu ya Mungu. Nikupe mfano mwingine. Danieli sura ya 9, mfano wa pili. Ili Mungu akutendee, mfano wa pili. Ukishapokea msamaha, Mungu anakutendea. Kwa hiyo unahitaji kusamehewa zaidi kuliko chochote. Ukisamehewa tu, Mungu anakutendea. Ukisamehewa tu, Mungu anakutendea. Danieli sura ya 9, mstari wa kwanza. Danieli sura ya 9, mstari wa kwanza na wa 6 mpaka wa 6. Alafu taruka tena kusoma 20 mpaka 21 hapo. 20-21. Danieli 9:1. Katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Asuero wa uzao wa Wamedi, aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya milki ya Wakaldayo, katika mwaka wa kumiliki wa kwanza wa kumiliki, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia nabii Yeremia ya kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yaani miaka 70. Yaani miaka 70. Hebu ni kufundisha kidogo wale ambao mnasubiria ufunuo. Mungu anifunulie, Mungu anifunulie, Mungu aniletee maono. Yapo maono kweli. Kabla maono yajaja, soma kwanza vitabu. Soma Biblia. Kama wewe ni mvivu kusoma vitabu vingine, soma tu Biblia. Danieli alipata ufunuo kwenye Biblia. Alikuwa anasoma akajua kwamba kumbe hili jambo liko hivi. Kumbe ukisoma Biblia kuna vitu unajua. Kwa sababu ufunuo ni kujulishwa kila ambacho ulikuwa ukijui.
kila ambacho ulikuwa kimefunikwa ukifahamu. Kama ni vipi kusoma Biblia, unapataje ufunuo? Danieli, Biblia inasema kwa kuvisoma vitabu na alifahamu hesabu ya miaka. Kuna mambo ambayo unayajua kwa kusoma Biblia. Kumbe hili lipo hivi. Hasa wewe tu kaa, wengine wasome Biblia badala yako. Watakutafsiria Biblia wanavyotaka wenyewe. Soma. Kuna vitu Mungu atakupa special, maalum vinakuwa vya kwako. Okay. Hasa angalia, alipojua hiyo kwenye mstari wa 4, kwenye mstari wa 3, nikamwelekezea Bwana uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Nikamwomba Bwana Mungu wangu, nikaungama na kusema, Bwana Mungu mkuu, mwenye kutisha, ashikaye maagano na rehema kwao wampendao na kuzishika amri zake. Tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi, tumetenda uovu, tumeasi, naam, hata kuyaacha maagizo yako na hukumu zako. Wala hatukuwasikiliza watumishi wako manabii, ambao kwa jina lako walisema na wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu na watu wote wa nchi. Sasa elewa, alipogundua akatubu, akaungama kibinafsi. Alitubu kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya wazazi wake, kwa ajili ya ndugu zake. Alitubu kwamba tumeasi. Sasa angalia, haya ni maombi ya toba ya Danieli. Maombi ya toba ya Danieli ni maombi ya maungamo ya Danieli. Anaendelea kuungama, ukiendelea kusoma huko chini, anaendelea kuungama. Ni maombi ya maungamo tu, maungamo. Twende kwenye mstari wa 20. Baada ya maungamo, twende kwenye mstari wa 20. Mstari wa 20. Basi hapo nilipokuwa nikisema na kuomba, sinaelewa. Alipokuwa akisema na kuomba na kuiungama dhambi yangu na dhambi ya watu wangu Israeli, na kuomba dua mbele za Bwana Mungu wangu kwa ajili ya mlima mtakatifu wa Mungu. Angalia mstari wa 21. Na nilipokuwa nikinena na kuomba, mtu yule Gabrieli niliyemwona katika njozi hapo kwanza akirushwa upesi, alinigusa panapo wakati wa dhabihu ya jioni. Mstari wa 22. Akaniagiza, akaongea nami, akasema, Danieli, nimetokea sasa ili nikupe akili upate kufahamu. Mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri, nami nimekuja kukupasha habari, maana wewe unapendwa sana. Basi nitafakari habari hii na maono na kuyafahamu maono haya. Yaani ukiungama toba yako na maungamo yako, ukapokea msamaha kutoka kwa Mungu, kuna jambo Mungu anafanya kwenye maisha yako lisilo la kawaida. Danieli alimwona Gabrieli katika ndoto, lakini hapa ameungama. Biblia inasema anamuona live. Sasa akanigusa. Hiyo haikuwa kwenye ndoto, lakini imezaliwa wapi? Imezaliwa kwenye maombi ya toba. Maombi ya toba yanazaa maono ya kimungu. Maombi ya toba yanaleta maono ya kimungu. Lakini maombi ya toba yanafungulia mlango wa wewe kuhusiana na viumbe vya rohoni. Yanakufunulia ulimwengu wa roho uone. Ni maombi ya toba. Soma kwenye Biblia, tafuta mahali yalipofanyika maombi ya toba. Haikubaki vile vile. Watu walipofanya toba, hali haikubaki vile vile. Mahali popote pale ambapo watu walifanya toba, wakamlilia Mungu, wakapewa msamaha, kuna jambo kubwa Mungu alifanya. Sasa sawa.
Watu wengi wanakimbilia hatua hiyo ya tatu. Hawataki kuwa watu wa Mungu, hawataki Mungu apokee maombi yao, wanataka Mungu awatendee. Wanapishana na kanuni. Mungu anakataa. Hawezi kukutendea, hata kama kukutendea sio kwa viwango vile. Unataka Mungu akutendee, hitaji zaidi msamaha. Ndani yako unataka Mungu akusamehe. Mimi nakwambia dhambi ikiondoka kwenye maisha yako, unakuwa mtu wa Mungu. Mungu atasikia kila kuomba kwako. Mungu akisikia kila kuomba kwako, Mungu atakutendea. Kila toba, baada ya toba kuna matendo makuu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Okay, nataka tukaombe hapa. Nataka tukaombe. Tuna muda wa kutosha leo wa kuomba. Tuna muda wa kutosha leo wa kuomba. Nataka nihitimishe kwa namna hii. Unahitaji msamaha kwa sababu ukisamehewa unakuwa mtu wa Mungu. Ukisamehewa dhambi unakuwa mtu wa Mungu. Unakuwa mwana wa Mungu. Unakuwa mtu wa Mungu. Unahitaji msamaha kwa sababu ukisamehewa dhambi, sadaka zako zinafika kwa Mungu. Sadaka zako zinakubalika kwa Mungu. Maombi yako yanakubalika kwa Mungu. Lakini sio hivyo tu, unahitaji msamaha kwa sababu Mungu akisamehe huwa anatenda. Kwa hiyo unahitaji kusamehewa ili utendewe na Mungu. Ili Mungu akutendee. Yaani Mungu akikusamehe tu anakutendea jambo. Mungu akikusamehe tu anakutendea jambo. Maisha ya Ukristo ni maisha ya maungamo na toba. Mungu akikusamehe tu anakutendea muujiza mkubwa. Kuna miujiza mingi kafanyika kupitia maombi ya toba. Kwa hiyo nataka tukaombe. Tutaenda kuungama mbele za Bwana. Ungama mbele za Bwana, tubu mbele za Bwana. Ungama mbele za Bwana, tubu mbele za Bwana. Hayo ni maombi yetu kwa Bwana. Na kama ndani unaona kuna dhambi fulani imeota mizizi, wewe umeamua kuachana nayo, lakini hiyo dhambi bado inakung'ang'ania na kukufuata, itisha nguvu ya msalaba ndani yako, iue hiyo asili ya dhambi ndani yako. Kwa sababu kuna wengine ile mizizi ya dhambi imeshamea ndani, inahitaji nguvu kubwa ya msalaba iingie kwa ajili ya kuua hiyo asili ya dhambi. Kumbuka kwamba tuliona kuna ondoleo, usiache kuondoa. Ita nguvu ya msalaba ili kuua asili ya dhambi. Ita nguvu ya msalaba ili kuondoa dhambi ndani yako. Ita nguvu ya msalaba ili kuondoa. Lakini baada ya hapo, baada ya hayo yote, kumbuka, tunza kichwani, tunatubu. Ita nguvu ya msalaba. Hatua ya mwisho, tunavunja. Haya mambo tunaenda nayo hivyo hivyo. Tunavunja. Kuna madhabahu, na kuna nguvu na kuna roho ambazo kazi yake ni kufuatilia tu hivi na kushikilia. Haya mambo tunaenda nayo. Natubu, naita nguvu ya msalaba, lakini tunavunja kwa nguvu ya msalaba. Naomba usimame kwa miguu yako.